Yeye ni kocha baada ya kuacha kusukuma kandanda, lakini pia naye Rashid Kejo, miongoni mwa wahariri waandamizi kitokea pale Daily News. Lakini Evans Malia, huyu ni mwenyeji, tuko naye hapa, miongoni mwa wanamichezo ambaye aghlab huwa tunakuwa naye, nadra sana kumkosa ndani ya Sports AM. Habari za asubuhi wazee wangu. Nzuri. Mambo yanasemaje? Mzee wangu Adolf. Naam. Karibu sana. Shukrani. Mambo yanakwenda? Pole pole. Evans, vipi kaka? Salama kabisa. Uko vizuri? Kabisa, nashukuru Mwenyezi Mungu. Mwenye timu yako Tupuisant Engla TP Lindanda. Ndio wanakaweka mo. Karibu sana mzee wangu Rashid. Nashukuru. Habari za asubuhi. Salama. Uko sawa sawa Tunashukuru Mungu. Karibu bwana, tujadili, na kwa kuanzia mara baada ya kuzitazama taarifa, tuanzie kwenye robo finali. Ndio mada ambayo tutajadili mara baada ya kusikia mambo kadha ambayo tumezungumza hapo. Lakini robo finali ya kombe la shirikisho la CRDB, vipi? Nani ambaye mnaweza kumpa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye hatua ya nusu finali? Leo kuna mechi ambazo tumeitaja. Simba inashuka dimbani dhidi ya wanakoma kumwanya Mbeya City. Zamani tulikuwa tunaita timu ya kizazi kipya, na ratiba kama ambavyo inaonekana hapo, Simba dhidi ya Mbeya City. Mbeya City hii ambayo imetinga nafasi hii baada ya kuifunga Azam kwenye mchezo wake uliopita, na leo watakuwa na kibarua kizito kweli kweli uwanja wa KMC Complex Mwenge, Dar es Salaam. Nikianza na mzee wangu Adolf, alafu Evans pamoja na mzee Rashid takuja kuendelea hapo. Ni mechi ya namna gani, na nani ambaye pengine unampa nafasi ya kuona anatinga moja kwa moja kwenye hatua ya nusu finali? Kwanza ni mechi nzuri. Ni timu ambazo zimecheza vizuri mpaka kufika hatua kabisa. Na ukiangalia Mbeya City pamoja na huko waliko, lakini bado ni timu bora, timu nzuri. Wameifunga timu nzuri, timu ya Azam. Wamecheza vizuri na Azam, walipata ushindi kwa sababu walicheza vizuri. Na hatua kama hii ambayo wamepiga, nadhani pia wanataka kufanya vizuri na mechi hii ya leo ambayo. Lakini kitu ambacho labda napenda kufikiria, Simba watakubali au Simba hii itakuwa ni sehemu ya mazoezi kwa ajili ya kuendelea huko wanakoendelea. Kwa hiyo ili wakae sawa, waende vizuri, ni kwamba na Simba nao lazima washinde hii mechi. Kwa hiyo ni mechi ngumu, ni mechi ambayo haitabiliki kwa sasa hivi. Isipokuwa Evans, ni mechi ngumu. Tunaitazama Simba, lakini pia tunaitazama Mbeya City. Mbeya City ukiitazama ni timu ambayo inafanya vizuri sana kwenye mashindano yote ambayo wanashiriki. Ukitazama wako championship, lakini wako nafasi ya pili kwenye msimamo wa championship. Maana yake kama ligi inasimama leo, inamalizika leo, Mbeya City inarudi kucheza ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Chini yake pale yanaonekana Geita Gold ndio yuko kwa sasa, kama atakuwa nimeutazama vyema msimamo. Lakini pia kuna Stand United wako pale. Juu yake kuna Mtibwa Sugar ambaye yeye ndio yuko nafasi ya kwanza. Mbeya City wanakwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club. Simba imefanya vizuri kwenye haya mashindano mpaka inafika kwenye hatua hii ya robo finali, wanatafuta nafasi ya kutinga hatua ya nusu finali. Lakini Mbeya City nao walicheza vizuri sana dhidi ya Azam na wakawaondosha Azam kwenye hatua iliyopita. Hatimaye sasa wanahitaji nusu finali. Ni mechi ya namna gani? Ni mechi ngumu kwa Mbeya City. Na wana confidence ya kuitoa Azam, lakini nikiangalia mechi yao na Azam walikuwa na shot moja on target ambayo ilizaa goli. Na golikipa wao alikuwa na performance kubwa sana mechi dhidi ya Azam kabisa. Kwa hiyo ndani ya dakika 90 niliwaona walikuwa wako very compact, wanajaribu kuzuia kushambulia kwa kushtukiza, lakini wanakutana na Simba. Simba ambayo yuko kwenye fomu nzuri kabisa. Simba ambayo kwa sasa ukiweka kwenye mizani na Mbeya City, unaona kwamba ni mechi rahisi sana. Simba anatakiwa kuqualify. Na ukiangalia performance ya Simba katika mashindano haya, amefanya vizuri sana. Ametoa dozi za kutosha katika mechi hizo. Ukiacha tu aliyofungwa goli moja zidi ushindi wa mwisho wa magoli 2-1. Mimi kwangu advantage ambayo Mbeya City anaweza nikupata, kwa sababu Simba anaangalia mechi ya CAF Confederation Cup. Anaweza kuchezesha wachezaji ambao hawajapata nafasi. Lakini wachezaji ambao hawajapata nafasi na wenyewe wanataka kuhakikisha kwamba msimu ujao tunaendelea kubaki katika klabu ya Simba. Ndio hao kina Deborah wanataka kwenda kuprove hapa. Kwangu mimi kimakaratasi Mbeya City wamefika pale, lakini ninaiona safari yao imefika mwisho.
yani ukiacha kwa sababu wanakutana na Simba ambayo wanataka kuhakikisha wanapata matokeo. Wamejitahidi, wamefanya vizuri, wamemfunga Mtibwa kufika hapa tena 2-1 ambaye anashindana naye, lakini sioni kama anaweza akampa. Wewe huitaki ile kauli ya kwamba mpira ni dakika 90 na hakuna timu ambayo inakuja na matokeo yake kiwanjani kabisa? Ninasema hivyo, lakini Mbeya City bado kwa saizi ya Simba na Mbeya City ukiweka kwenye mizani, sidhani kama kuna surprise ambayo anaweza akaifanya leo. Kwa vile ni fikra mseto, wacha tusikie pia hisia na tusikie maoni pia ya mzee wangu Rashid. Nimefurahi. Evans yeye huwa hapendi kona kona. Yeye amenyoka sana, lakini kama ulivyosema, mpira wa miguu huwezi kuja na matokeo yako mfukoni. Tukiangalia Mbeya City kwa historia, ni timu ambayo ina bashasha. Imekuwa na asili ya kuwa na bashasha ukiondoa Simba na Yanga. Mbeya City ndio timu ambayo zamani ilianza kuwa na jezi ambayo hata ukikuta mtu anapita barabarani, ukiondoa wa Simba na Yanga unajua ile ni Mbeya City. Ni timu ambayo inawafia timu. Kwa hiyo ni timu ambayo inacheza kimkakati. Amezungumzia vizuri Evans kwamba mechi dhidi ya Azam walipata shot on target moja na wakashinda hiyo ikitumia. Ni timu ambayo iliingia kwenye ule mchezo kwamba tukajilinde, tukiipata nafasi tuitumie, lakini muda wote sisi tupaki basi kama Mourinho. Mwalimu Adolfu atanirekebisha. Timu ndogo underdogs zinapocheza na timu kubwa huwezi kupishana Kabisa. Ukisema mpishane utaadhirika. Ndio umeumia. Kwa hiyo walicheza kimkakati. Kwa hiyo kwamba walipata shot on target moja, si kwamba ilikuwa ni kwa bahati. Nadhani ilikuwa ndio mpango kazi. Mpango wao. Na iliwatesa sana Azam mpaka kuja kurudisha. Na sidhani kama itaingia tofauti katika mechi ya leo. Kwa sababu inakutana na timu ngumu vile vile kama ilivyokuwa timu ya robo finali. Kwa hiyo itakuwa ni mechi ngumu kwa Mbeya City, lakini itakuwa ni mechi ngumu pia kwa Simba. Kwa sababu gani? Simba haitataka kuwavunja miguu wachezaji wake kwa sababu inaangalia mechi inayofuata. Kwa hiyo itacheza kwa mkakati pia kwamba tusiingize kikosi kamili kwa kuitaka fainali ya CRDB tukapoteza kuitaka fainali ya Confederation. Kombe la Shirikisho Afrika. Kwa hiyo na yenyewe itakuwa ni changamoto. Lakini watakaopata nafasi kesho leo wa Simba nao watataka kuprove kwamba na sisi tuna nafasi. Kwa hiyo kwa mwishoni hapo umekuja kuungana na Evans. Mwisho nimeungana, lakini sina uhakika kwamba 100% Simba anashinda, ila yeye ndo ana nafasi kubwa ya kushinda. Nimependa sana, hizi ni fikra mseto kutoka kwa wachambuzi ambao hii leo nimepata bahati ya kuketi nao hapa. Mzee wangu Rashid Kejo akizungumza kwa mapana na mawanda makubwa sana, lakini Evans Malia yeye alikuwa na tabahar, na kocha Adolf Richard yeye amezungumza namna ambavyo mechi hii itakuwa. Tuhamie upande wa pili wa shilingi. Baada ya kuitazama CRDB Federation Cup, tutazame kidogo walau mwenendo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, na tuanze kwa kuangazia michezo kadhaa, lakini pia tutatazama msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara jinsi ambavyo unaonekana kwa sasa, lakini kama haitoshi pia tutakwenda kutazama walio chini kabisa ya msimamo na walio kwenye nafasi ya kucheza playoff ama kucheza kushuka, pengine kupambania kuto kucheza hiyo playoff na kuendelea kuonekana kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania bara. Hapa nitaanza na kocha Adolf. Kocha, mwenendo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara kwa sasa, ligi inaelekea ukingoni, lakini ukijaribu kutazama msimamo namna ambavyo unaonekana, msisimko wa ligi jinsi ulivyo, ushindani kwenye ligi namna ambavyo unaonekana kwa sasa, karibu sana. Ushindani upo tena. Uzuri ni kwamba bado mimi siamini kabisa nani watakuwa kwenye zile nafasi tatu za juu, kwa sababu bado kuna ushindani, bado wanaweza kushindana. Na timu zote ambazo ziko kwenye kuanzia ya 7 mpaka ya juu ni timu ambazo zinaweza kuwa na nafasi yoyote katika hizo juu. Lakini kusema kweli kuna timu kama Kagera, timu kama
Timu kama Kagera na Prisons na nyingine bado wako wanapambania kujipapatua huku chini kabisa. Naona yani wanajipapatua huku chini bado, na hii kwa hizo timu ambazo zipo sio mwaka wa kwanza. Ukiangalia miaka 3 au 4 wanafanya kazi hiyo ya kujipapatua kutoka huku chini. Nadhani hawa ndio wenye wakati mgumu zaidi kuliko hata hao wanaotaka kuchukua ubingwa. Naona kwa hiyo nachoona mimi ni kwamba bado ligi ngumu kwa hawa watu wa chini, lakini kwa juu pia bado kwenye hizi timu 3 za juu bado kuna ushindani yani. Evans, naitazama Mbeya naiona kama vile ipo kwenye wakati mgumu sana, ukirejea kwenye huu msimamo namna ambavyo unaonekana kwa sasa. Pale chini wanaonekana Ken Gold, wakionekana pia Kagera Sugar, wanaonekana pia Tanzania Prisons. Ndizo timu 3 ambazo ziko chini kwenye msimamo wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Pale katikati ni kama vile maji na mafuta sasa vimeanza kujitenga. Karibu sana. Ni upi mtazamo wako juu ya msimamo ulivyo, msisimko wa ligi na hali ya ushindani kwenye NBC Premier League? Kwangu mimi kwenye ubingwa naona ni bado pamoja. Yanga anaongoza kwa tofauti ya point 10, lakini unaweza ukasema ni favorite, lakini kwa sababu Simba bado hajacheza mechi zake za viporo. Ndio. Lakini ukiangalia nafasi ya 3 na ya 4 unaona hizo timu zitakuwa zinagombania. Yaani ukiangalia picha, ukimwangalia Singida na Azam ni timu ambazo zitakuwa zinagombania nafasi ya 3 na ya 4. Sawa. Lakini huku chini ukianzia katika ukiacha nafasi ya 7 ambaye mimi kwa na misimu 4 ukitaka ubakie kwenye ligi, ndio tangia ligi hizi ziwe na timu 16 unatakiwa kuwa na pointi 32. Sawa. Sasa JKT mara ya mwisho wakati Mbeya City anashuka alipata pointi 32, Mbeya City akawa na pointi 31, akashuka akaenda kwenye playoff. Kwa hiyo nikisema kuanzia ya 8 sasa yoyote anaweza akashuka daraja. Kuanzia ya 8. Ambapo hapo unahitaji pointi 2. Mashujaa, unaizungumza Fountain Gate, unaizungumza Coast, unaizungumza Namungo, Pamba Jiji timu yako pia iko nafasi ya 12 pale. Yes, hakuna timu mpaka sasa atakayefikisha pointi 32 ndio ambaye atakuwa amejenga katika nafasi nzuri ya kutokushuka daraja, kwa sababu hakuna timu ilishawahi kushuka daraja la pointi 32. Na huu ni msimu wa 5 tangia kuwa na timu. Kwa hiyo pengine JKT Tanzania yuko kwenye nafasi nzuri kidogo kwa maoni yako binafsi. Tayari hizo point hakuna mtu ashashuka daraja. Timu ilishashuka daraja na pointi 32. Sawa. Katika playoff. Mzee wangu Rashid, tugusie kidogo tu alafu tuhame tukazungumza mechi ya nusu finali ya Simba. Tunautazama msisimko wa ligi na tunautazama zaidi msimamo wa ligi kuu ya NBC. Nachofurahia katika ligi hii na haswa msimu huu kwa sababu sasa hivi wenzangu wamezungumza vizuri. Sasa hivi ni kama ile wimbo wa FM Academy wanasema samaki amegawanyika vipande vitatu kichwa, tumbo na mkia. Kwa hiyo hapa tayari tulishaanza kuona watu wa kichwa ni wapi, watu waliobaki tumboni na mkiani ni kina nani. Kwa sababu inahitaji tu muujiza kina Ken Gold kubaki katika ligi kuu msimu ujao. Ni muujiza pekee ambao unaweza ukaibakisha. Lakini pia kwa mfano timu ya Yanga na Simba ndio pekee ambazo zinagombea ubingwa. Hizi nyingine zote zimeshatoka. Kwa hiyo tayari vipande vitatu vimeshaanza kuonekana. Lakini kitu kingine ambayo msisimko mkubwa sasa hivi tunaanza kuzungumzia ligi ambayo hata assist ni jambo muhimu linalozungumzwa katika ligi. Kwa maana Faisal Salum sasa hivi ana assist ya 13. Kwa hiyo watu washaanza kuenda kwenye details ndogo ndogo kwa ajili ya kutabahari katika bahari ya ligi. Kwa hiyo ni vionjo ambavyo vinaifanya ligi inakuwa na msisimko mkubwa. Nimependa umetumia neno kutabahar katika bahari ya ligi. Kutabahar ni kufanya jambo kwa mawanda mapana mno, na Fei amekuwa akithubutu kufanya hivyo. Tutazame hatua ya nusu finali. Mnyama mkali wa mwituni Simba hatimaye amevuka kocha. Alikuwa akiishia kwenye robo finali, wakaenda Misri wakapafungwa mabao 2 bila, wamerudi Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Simba imeshinda mabao 2 na wakaenda wakashinda kwenye mikwaju ya penalty. Wanakwenda kucheza mechi yao ya South Africa dhidi ya Stellenbosch. Nini ambacho unakiona? Kipi Simba ambacho wanapaswa kufanya wakiwa bondeni kule kwa Madiba? Mahali ambapo wamefika wanastahili kufika. Walikuwa wanastahili kufika, si kwa kuchaguliwa, kwa uwezo wa timu yao na jinsi walivyoweza kufanya
kufanya hiyo game iwe hivyo. Simba wamecheza vizuri sana game ambayo imewasababishia kufika hapo. Na walikuwa wanastahili kushinda kwa sababu walikuwa wazuri kwenye department zote kwenye game. Kabisa. Na ukiangalia game yenyewe ilivyokuwa, Simba walichukua tangu mwanzo ile game. Game plan yao nzuri. Pre-game tangu mwanzo game ilivyoanza, yani unaona kabisa Simba walikuwa hawawapi time wapinzani, na wapinzani walikuwa wako sawa. Naona, lakini kusema kweli Simba ilikuwa nzuri zaidi kuliko hiyo. Sasa game hii ya kwenda huko, kusema kweli wasiwasi wangu mimi ni ile game ya mwanzo ambayo Simba watacheza hapa nyumbani, kwa sababu game ya kwanza inaanza hapa nyumbani Benjamin Mkapa. Sasa hiyo ndio game ambayo Simba wanaweza kumaliza hiyo game. Evans, walau na wewe tusikie maoni yako juu ya hili. Simba na mimi naiona ni favorite, inachukutana na timu ambayo ni mara yake ya kwanza kucheza katika mashindano ya CAF Confederation Cup au mashindano ya CAF Stellenbosch, ambayo ni timu haina uzoefu. Na Simba ni klabu yenye uzoefu katika mashindano haya. Kufika robo finali yenyewe ni kama ni chai na mkate kwa Simba. Na kukutana na Stellenbosch, ninaiona Simba ni favorite, na mimi ninaipa nafasi Simba kwenda katika hatua ya finali kwa sababu quality ya wachezaji walionao, experience ya wachezaji walionao, wana uwezo wa kufikisha Simba finali na kuchukua ubingwa. Na ukiangalia hata kwenye ranking, kufika finali na kuchukua ubingwa, ambaye anamzidi Simba hapo unaweza kupambana naye ni RS Berkane. Lakini wote ambao wapo walio remain sasa hivi, Simba yuko juu zaidi yao. Mzee wangu, kwenye chumba cha habari huwa mnapata ukakasi mkubwa sana wakati mwingine kutoka na vichwa vya habari. Utakuta kwa Simba hii mtaikuta finali. Unasemaje Simba? Au kwa hatua hii Simba iliyopiga imefuta ile jina la mwaka robo. Kwa hiyo sasa sijui itaitwa mwaka nusu au itaitwa nini. Kwa hiyo imepiga hatua kubwa. Lakini pia imevuka hatua ngumu, na inaonekana kwamba sasa ni kama inataraji kushuka mlima. Ila ni jambo la kusubiri na kuona, kwa sababu hata timu ya Afrika Kusini jina lake gumu kidogo, Stellenbosch. Haina jina, lakini na yenyewe imepita katika milima na mabonde kabisa. Na kufika pale si kwa kubahatisha. Bana, kufika pale si kwa kubahatisha. Mzee wangu Rashid Kejo akimaliza hivyo. Yumkini ya ziada yako mengi sana, lakini kwa leo tunakomea hapa na tunaweka nukta. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya kukufikia mahali kokote pale ulipo, mtozi wa leo alikuwa ni Omari Suleiman akishirikiana na Sharif Bayona, lakini bila kusahau tulikuwa naye Space Rosa Joseph ambaye amefanikisha mambo kwenda vizuri kweli kweli, lakini bila kumsahau Nyanda, yeye ndo ambaye alikuwa anaongoza matangazo. Tumemaliza hapa na coach Adolf Richard, lakini pia Evans Malia na mzee wangu Rashid Kejo. Mimi ni mtangazaji kinara, naitwa Hassan Ahmed. Kwa sasa sina la ziada, lakini Steve Kulialia yeye ndo alikuwa anafanya mambo yaende kama ambavyo yamepangwa. Asante, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.